Jambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 17 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Na katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo tutazungumzia matukio muhimu ya kiusalama, maendeleo ya kisiasa, hali ya kibinadamu katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro, pamoja na taarifa mbalimbali za kijamii na kiuchumi zinazogusa maisha ya wananchi wetu kila siku. Pia tutakuwa na uchambuzi wa kina kuhusu hali ya sasa katika maeneo ya mapigano na juhudi zinazoendelea za kurejesha amani na utulivu. Na kama ilivyo kawaida, Kivu News Info, lengo letu ni kuletea habari za kweli na za haraka na zenye uhakika kutoka vyanzo vya kuaminika, ili uendelee kuwa na uelewa mpana wa kile kinachoendelea katika taifa letu na eneo lote la maziwa makuu. Mimi ni Teloja Longa, basi kaa nasi usiondoke, kwani taarifa hii ya asubuhi inaanza sasa hivi. Mapigano makali yanaendelea kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika eneo la Masisi ambako waasi wa M23 wanaungwa mkono na jeshi la Rwanda wamefanikiwa kuwarudisha na kuwafurusha wapiganaji wa wazalendo katika vijiji vya maeneo kadhaa vya muhimu katika mji wa migodi wa Rubaya. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, waasi wamechukua udhibiti wa vijiji vya Kasenyi kilichopo takriban kilomita 27 kutoka Rubaya, pamoja na maeneo ya Kanyaru na Ruhigi. Hatua hiyo imekuja baada ya waasi wa M23 kuzindua mashambulizi makubwa yalolenga kurejesha ushawishi wao katika maeneo ya kimkakati yanayoelekea kwenye migodi hiyo ya madini. Mashahidi wa eneo wanalisema kuwa mapigano yalikuwa makali sana, huku milio ya silaha nzito na mabomu kisikika kwa saa nyingi. Wakazi wengi wamelazimika kuyakimbia makazi yao wakihofia usalama wao, huku baadhi yao wakielekea katika maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi ndani ya wilaya hiyo ya Masisi na maeneo jirani. Taarifa zinaeleza kuwa ili kuvunja upinzani wa vijana wa wazalendo, jeshi la Rwanda na waasi wa M23 walitumia vikosi maalum vilivyopewa vifaa vya kisiasa vya kivita. Katika operesheni hiyo imeripotiwa kuwa walitumia ndege zisizo na rubani aina ya drone kamikaze pamoja na mashambulizi ya mizinga mizito. Mashambulizi hayo yalikuwa makubwa na lengo la kuzuia wazalendo ambao walikuwa wakijaribu kusonga mbele kuelekea Rubaya, mji unaochukuliwa kuwa na umuhimu mkubwa wa kiuchumi kutokana na uwepo wa migodi wa madini. Rubaya inatajwa kuwa moja ya maeneo muhimu yanayochangia kwa kiasi kikubwa uchumi wa vita unaodaiwa kuendesha shughuli za M23 pamoja na washirika wao. Kwa sasa hali ya usalama katika eneo inaendelea kuwa ya wasiwasi mkubwa, huku wananchi wakikosa huduma muhimu kutokana na mapigano yanayoendelea. Barabara kadhaa zimekuwa ngumu kupitika na shughuli nyingi za kijamii pamoja na biashara zimesimama katika baadhi ya vijiji vilivyoathiriwa na mapigano hayo. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa kuongezeka kwa mapigano karibu na Rubaya kunaweza kuongeza zaidi hali ya kibinadamu katika Kivu Kaskazini, hasa wakati maelfu ya familia tayari wamekimbia makazi yao kutokana na hali ya hivi karibuni na vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi. Mpaka sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi kamili ya walipoteza maisha au walikujeruhiwa katika mapigano mapya, na hata hivyo mashirika ya kiraia katika eneo hilo yaendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika kusitisha mapigano ili kuwalinda raia ambao waendelea kuwa waathirika wakuu wa mzozo huu. Hali ya usalama inaendelea kuzorota katika jimbo la Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako watu 3 wameuawa, wanawake 2 walitekwa nyara na mali nyingi za wananchi kuporwa katika shambulio jipya linalodaiwa kutekelezwa na waasi wa kundi la ADF. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa viongozi wa eneo pamoja na wakazi wa kijiji cha Pangolo, shambulio lilitokea usiku wa kuamkia siku ya jana tarehe 26 Mei katika groupement ya Bangole ndani ya sheferia Babila Babombi ndani ya wilaya ya Mambasa. Wakazi wanaeleza kuwa watu wenye silaha walivamia kijiji hicho usiku wa manane na kuanza kushambulia nyumba za raia. Mashahidi wa tukio wanasema kuwa milio ya risasi ilisikika kwa muda mrefu, huku wananchi wakimbia ovyo kuokoa maisha yao. Katika vurugu hizo, watu 3 walipoteza maisha papo hapo baada ya kushambuliwa na waasi hao, huku wanawake 2 wakichukuliwa kwa nguvu na kupelekwa kusikojulikana. Mbali na mauaji na utekaji huo, washambuliaji walipora mali mbalimbali za wananchi, wakiwemo mifugo, vyakula, simu, fedha pamoja na vifaa vya nyumbani. Baadhi ya nyumba pia ziliripotiwa kuvunjwa na kuharibiwa wakati wa operesheni hiyo ya usiku.
Wananchi wa Pangolo wanaeleza kuwa wanaendelea kuishi katika hofu kubwa kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara yanayofanywa na makundi yenye silaha katika eneo hilo. Wengi wao wameanza kuyakimbia makazi yao na kuelekea maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi, huku wengine wakilala porini kwa hofu ya mashambulizi mapya. Vyanzo vya usalama katika eneo la Mambasa vinaeleza kuwa waasi wa ADF wamekuwa wakiongeza mashambulizi yao katika maeneo mbalimbali ya Ituri pamoja na Kivu Kaskazini katika wiki za hivi karibuni. Mashambulizi haya mara nyingi hulenga vijiji vya mbali ambako uwepo wa vikosi vya usalama huwa ni mdogo. Mashirika ya kiraia katika eneo la Babila Babombi yameonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu juu ya kuendelea kwa mauaji dhidi ya raia wasiokuwa na hatia. Viongozi wa kijamii wamezitaka mamlaka za kijeshi kuongeza operesheni za ulinzi pamoja ili kuimarisha uwepo wa jeshi katika vijiji hivyo ambavyo ili kuzuia hatari ya mashambulizi mengine. Kwa upande wao, baadhi ya wakazi wanaamini kuwa kuchelewa kwa msaada wa kijeshi kunawapa nafasi waasi hao kufanya mashambulizi na kutoweka kabla vikosi vya usalama kufika katika eneo la tukio. Alionelea kuongeza hofu na sitofahamu miongoni mwa wananchi. Tangu kuanza kwa mwaka huu wa wilaya Mambasa inaendelea kushuhudia visa vya mauaji, utekaji na uporaji vinavyohusishwa na kundi la ADF ambalo limekuwa likihusisha na mashambulizi ya raia katika maeneo ya mashariki mwa nchi kwa miaka kadhaa sasa. Mpaka sasa juhudi za kuwatafuta wanawake wawili waliotekwa zinaendelea, huku familia zao pamoja na wakazi wa Pangolo wakiendelea kuishi katika majonzi na hofu kubwa kutokana na tukio hilo jipya la usalama. Katika hali inaendelea kuvutia hisia katika jimbo la Kivu Kusini, makamanda wa makundi ya wazalendo wamepokea msaada wa kifedha unaoendelea kutolewa kwa ajili ya kurahisisha usafiri na shughuli zao za kijeshi katika maeneo mbalimbali ya mapigano dhidi ya waasi wa M23 na makundi mengine yenye silaha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa kutoka mji Uvira zinaeleza kuwa kamanda wa kanda ya kijeshi ya 33 General Dunia Kashindi alikabidhi bahasha yenye kiasi cha dola 15,000 za Kimarekani kwa wawakilishi wa wazalendo wa Kivu Kusini. Fedha hizo zinadaiwa kutolewa kwa ajili ya kusaidia usafiri pamoja na mahitaji harakati za wapiganaji wa wazalendo wa kujitolea ambao wanashirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika maeneo ya vita. Kwa mujibu wa vyanzo vilivyokuwepo katika shughuli hiyo, msaada huo umetolewa wakati ambako makundi ya wazalendo yaendelea kuimarisha uwepo wao katika maeneo kadhaa ya Kivu Kusini vile na Kaskazini, huku mapigano dhidi ya waasi wa M23 yakiendelea kushika kasi katika baadhi ya maeneo mashariki mwa nchi. Taarifa hizo inaeleza kuwa viongozi wa wazalendo walikuwa pia wanatarajia kukutana na makamu waziri mkuu anahusika na wizara ya ulinzi pamoja na masuala ya wapiganaji wa zamani Gika Mombo mwendea vita kwa lengo la kujadili hali ya usalama pamoja na changamoto zinazowakabili wapiganaji hao katika medani ya vita. Hata hivyo, kutokana na ratiba iliyoelezwa kuwa na shughuli nyingi, makamu waziri mkuu hakufanikiwa kuwapokea wajumbe wa wazalendo katika kikao rasmi kama ilivyokuwa imepangwa hapo awali. Kutopatikana kwa kikao hicho kimeibua maswali na maoni mengi tofauti ndani ya makundi hayo ya kujitolea, huku baadhi wakisema walitarajia kupata nafasi ya kuwasilisha moja kwa moja mahitaji yao kwa mamlaka za juu za ulinzi ya nchi. Baadhi ya wachambuzi wa masuala ya siasa wanaeleza kuwa hatua hiyo ya kutoa msaada wa kifedha inaonyesha namna mamlaka za kijeshi zinavyoendelea kutambua nafasi ya wazalendo katika mapambano dhidi ya makundi ya waasi wanaotishia usalama wa nchi mashariki mwa DRC. Katika miezi ya hivi karibuni, makundi hayo ya wananchi yenye silaha yamekuwa yakishirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika maeneo mengi ya mapigano. Hata hivyo, suala la kupewa msaada wa kifedha kwa makundi ya wazalendo limeendelea kuzua mijadala ndani na nje ya nchi. Wapo wanaamini kuwa msaada huo unaweza kusaidia kuongeza nguvu katika mapambano dhidi ya waasi, lakini wengine wanaona ni muhimu kuhakikisha usimamizi mzuri wa makundi hayo ya wazalendo. Katika kipindi hiki ambacho nchi mashariki mwa Kongo inaendelea kukabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama, serikali pamoja na viongozi wa kijeshi wanaendelea kutafuta mbinu mbalimbali za kuimarisha operesheni dhidi ya makundi yenye silaha, yanaendelea kusababisha vifo, uharibifu wa mali na wimbi kubwa la wakimbizi katika maeneo mengi ya Kivu Kusini vile na Kaskazini pamoja na Ituri. Mpaka sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu namna fedha hizo zitakavyotumika kwa undani, lakini viongozi wa wazalendo wanasema wataendelea kushirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika operesheni za kulinda maeneo yao dhidi ya mashambulizi ya waasi. Alinipatia niwapatie basi. D'abord nilikuwa nishamproposer hapa nje, nilipanda kuyu tenitoshe 30 nilipatie mwai 20 tupeleke bakula sana no, genre wapatie yote 50 bo bale taangalia dossier nyingine takutumia wako.
parce que je dois aller encore pour moi aller au Magari. Avant apande ya Rusi. Imakuta msisali que batu encore pour point zéro. Msisali que batu encore pour plein de la Ruzizi. Plein de la Ruzizi ça prend mon. Nani running. Msisali que batu encore 4 euros. Alors je vais donner une seule personne qui est le responsable, qui peut prendre cet argent, monnaie à la digérer. C'est-à-dire, $50,000 à Inayaki. Viens un peu. Toi, mais il n'y a pas de problème, ça veut dire que tu as mon ami. Il m'a coûté $50,000, il est ministre. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale. Il voulait bien vous voir, mais l'agenda qu'il voit très bien chargé. Et surtout, le mal des événements qui se sont déroulés ici. Vous avez tué un enfant. Mkawana tena nani? Ça l'a empêché de prendre. Alors, $50,000 il est. Et pour tous les Wazalendo qui sont dans le sud Kivu. Parce qu'ils ont. Wazalendo. Ok, ça va. 10,000, ingine 10,000, ingine 30, 40, $50,000 ambao tunapokea mu mikono ya komanda wa 33e region militaire. Merci mon komanda, tunashukuru kwa kazi ambayo umefanyia Wazalendo kwa kutetea. Asante. Hali ya tahadhari na utulivu imeanza kurejea katika kijiji cha Malemo katika wilaya Masisi katika jimbo la Kivu Kaskazini kufuatia mapigano makali na umwangaji damu yaliyokutanisha wapiganaji wa Wazalendo dhidi ya waasi wa M23 katika siku za hivi karibuni. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani pamoja na mashahidi walioko eneo hilo, tangu siku ya Jumanne tarehe 26 Mei, wananchi wameanza kurejea taratibu katika makazi yao baada ya kutumia siku nzima wakijificha porini wakihofia usalama wao. Familia nyingi zimeripotiwa kurejea zikiwa zimechoka, zenye hofu na katika hali ngumu baada ya kukosa chakula, maji safi na sehemu ya kujistiri wakati wa mapigano hayo. Wakazi wa Malemo wanaeleza kuwa mapigano yalikuwa makali sana, huku milio ya risasi nzito na silaha za moto kisikika kwa saa kadhaa ndani na pembezoni mwa kijiji hicho, aliyosababisha mamia ya wananchi kukimbia ovyo usiku na mchana wakihofia usalama wa maisha yao, na baadhi wakikimbia mistoni pamoja na watoto wao. Baadhi ya wananchi waliorejea manyumbani wamejikuta nyumba zao zimeharibiwa au kuporwa mali zote walizokuwa nazo. Taarifa zinaeleza kuwa wakati wa mapigano hayo baadhi ya wapiganaji kutoka pande zinazoasamiana walipita katika nyumba kwa nyumba za raia na kuchukua mali mbalimbali ikiwemo chakula, mifugo kumrazi, nguo pamoja na vifaa vingine vya nyumbani. Kwa mujibu wa taarifa za awali, watu wasiopungua 9 walipoteza maisha katika mapigano hayo, huku raia wasiopungua 4 wakitajwa kuwa miongoni mwa waliofariki dunia. Vifo hivyo vimeongeza huzuni kubwa katika jamii eneo hilo ambako familia kadhaa zimeathiriwa moja kwa moja na ghasia hizo. Vyanzo vya kiusalama vinaeleza kwa wapiganaji wawili wa M23 walikamatwa na Wazalendo wakati wa mapigano hayo. Hata hivyo, mpaka sasa kuna taarifa rasmi zilizotolewa kuhusu hali yao au mahali walipopelekwa baada ya kukamatwa. Baada ya kukaa kwa muda mfupi ndani ya kijiji cha Malemo, wapiganaji wa Wazalendo waliondoka na kuelekea eneo la Minjenje ambako linapatikana karibu na mpaka wa eneo la Masisi na Walikale. Hatua hiyo imeacha ile sintofahamu kwa wananchi ambao bado wana hofu ya kuzuka tena kwa mapigano katika pande hizo mbili. Licha ya kurejea kwa baadhi ya familia katika makazi yao, hali ya hofu inaendelea kutawala katika eneo hilo, na wananchi wengi wanaishi katika kwa tahadhari kubwa wakihofia kusikia tena milio ya risasi au mashambulizi ya ghafla. Wengine wameamua kubaki karibu na misitu au maeneo ya kujificha ili waweze kukimbia haraka iwapo mapigano yataanza tena. Mashirika ya kiraia pamoja na viongozi wa kijamii katika eneo la Masisi wameendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika kusitisha mapigano na kulinda raia ambao wanaendelea kuwa waathirika wakuu wa mzozo huo. Viongozi hao wanasema wananchi wamechoshwa na vita vya mara kwa mara vinasababisha vifo, njaa, uharibifu wa mali pamoja na wimbi kubwa la wakimbizi wa ndani katika jimbo la Kivu Kaskazini. Kwa sasa shughuli nyingi za kawaida bado hazijarejea kamilifu katika kijiji cha Malemo. Shule, biashara pamoja na shughuli za kilimo zimeathirika kutokana na hali ya usalama ambayo bado inaonekana kuwa tete. Wananchi wengi wanaendelea kusubiri kuona iwapo utulivu huo
watazari utaendelea au kama mapigano yatazuka tena katika siku zijazo. Katika miezi hivi karibuni wilaya Masisi inaendelea kuwa moja ya maeneo yanayoshuhudia mapigano mara kwa mara kati ya wakundi wa waasi M23 wazalendo pamoja na vikosi vya jeshi la serikali, hali ambayo inaendelea kuzidisha mateso ya wananchi wa kawaida katika eneo hilo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mamia wanafunzi na wanafunzi wa vyuo vikuu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao walikuwa wamekwama kwa siku kadhaa katika maeneo ya Kamembe na Gisenyi nchini Rwanda hatimaye wamepewa ruhusa kurejea katika mji wa Bukavu na Goma kuendelea na masomo yao baada ya kusimamishwa kwa muda kutokana na kufungwa kwa mipaka kati ya nchi hizo mbili. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa siku ya Jumatatu jioni mjini Kamembe na wawakilishi wa kijamii wa Kongo wanaoishi nchini Rwanda, uamuzi umefikiwa baada ya mazungumzo yaliyohusisha waasi wa M23 pamoja na mamlaka za Rwanda kuhusu hatima ya wanafunzi hao waliokuwa wameathiriwa na vizuizi vya kuvuka mpaka vilivyowekwa kutokana na hofu ya ugonjwa wa Ebola. Taarifa hiyo inaeleza kuwa kuanzia siku ya Jumanne wanafunzi hao wataanza kuruhusiwa kuvuka mpaka kuelekea Bukavu na Goma ili waweze kurejea katika shule na vyuo vyao na kuendelea na mwaka wao wa masomo uliokuwa umeathirika kutokana na kufungwa kwa mpaka. Kwa mujibu wa waraka huo ulisainiwa na makamu rais wa jamii wa Kongo mjini Kamembe, Rodrigue Bisimwa, wanafunzi na wanafunzi wa vyuo vikuu watabaki upande wa Bukavu hadi pale hali ya kawaida itakaporejea kwenye mipaka kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika siku za hivi karibuni hali hiyo imekuwa imezua wasiwasi mkubwa miongoni mwa familia nyingi zinazofanya maisha yao kati ya Bukavu, Goma, Kamembe na Gisenyi. Wazazi wengi walieleza hofu yao juu ya kusimama kwa masomo ya watoto wao pamoja na changamoto za makazi, chakula na usalama zilizokuwa zikiwakabili wanafunzi hao waliokwama upande wa Rwanda. Mashirika ya kiraia pamoja na viongozi wa kijamii walikuwa wanaendelea kutoa wito kwa mamlaka za nchi hizo mbili kutafuta suluhisho la haraka ila kibinadamu ili kuwaruhusu watoto kurejea masomoni. Baadhi ya wananchi walionya kuwa kuchelewa kwa wanafunzi kungeweza kuhatarisha mustakabali wa kilimo kwa wanafunzi wengi waliokuwa wakijiandaa na mitihani pamoja na shughuli nyingine za kitaaluma. Taarifa hiyo pia imeeleza kuwa wazazi wanaotaka kuwasindikiza watoto wao wakati wa kuvuka mpaka wataruhusiwa kufanya hivyo. Hata hivyo ameonya kuwa hawataruhusiwa kurejea nchini Rwanda hadi pale hali ya mpakani itakapokuwa imerejea kikawaida. Hatua hiyo imepokelewa kwa furaha na familia nyingi ambazo kwa siku kadhaa zilikuwa zikiishi katika hali ya sitofahamu. Baadhi ya wazazi wameeleza kuwa walikuwa wakihofia watoto wao kupoteza masomo au kubaki bila msaada wa kutosha kutokana na muda mrefu uliokuwa wamezuiwa kuvuka mpaka. Wakilishi wa kijamii wa Kongo walioko Kamembe wamepongeza kile walichokita uelewa na mwitikio wa haraka wa mamlaka za pande zote mbili katika kushughulikia swala hilo nyeti ambalo lilikuwa limeanza kuwa alama mateso yanayokumba wananchi wanaoishi katika maeneo ya mpakani kutokana na mvutano wa kisiasa na kiusalama unaendelea katika ukanda huo. Wachambuzi wa masuala ya kijamii wanaamini kuwa swala hilo linaonyesha namna wananchi wa kawaida hasa wanafunzi na familia zao wanaendelea kuwasiliwa moja kwa moja na hali ya ukosefu wa usalama pamoja na mgogoro wa kikanda inazozikumba nchi hizo mbili za maziwa makuu. Kwa sasa familia nyingi zinaeleza kusubiri kuona iwapo hali ya kawaida itarejea kikamilifu katika mipaka Bukavu, Goma, Kamembe na Gisenyi ili kuruhusu shughuli za kawaida za biashara, elimu na usafiri kuendelea kama ilivyokuwa hapo awali. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi zimeendelea kuimarisha ushirikiano wao wa kijeshi na kidiplomasia katika kukabiliana na changamoto za kiusalama zinazolikumba eneo la maziwa makuu, hasa mashariki mwa Kongo ambako mapigano dhidi ya makundi yenye silaha yanaendelea kushuhudiwa. Makamu waziri mkuu wa Kongo anahusika na wizara ya ulinzi wa wapiganaji wa zamani Gika Mombo Mwenda Vita aliwasili mjini Bujumbura siku ya Jumanne tarehe 26 Mei na ambako alipokelewa rasmi na mwenzake wa Burundi Marie Chantal Nijimbere katika hafla iliyopambwa na heshima ya kijeshi. Ziara hiyo imekuja baada ya Gika Mombo Mwenda Vita kufanya hatua muhimu ya tathmini ya hali ya usalama katika mji wa Uvira, ikiwa ni sehemu ya ziara yake ya kukagua operesheni za kiusalama mashariki mwa nchi. Baada ya shughuli hizo alielekea Burundi kwa mazungumzo ya ngazi ya juu yaliyolenga kuimarisha ushirikiano wa kijeshi kati ya nchi hizo mbili jirani.
Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa baada ya mkutano huo, viongozi hao wawili walifanya mazungumzo ya faragha yaliyojikita zaidi katika masuala ya usalama, mpaka changamoto za makundi yenye silaha katika ukanda wa maziwa makuu, pamoja na namna ya kuimarisha mifumo ya ushirikiano wa kijeshi kati ya Kinshasa na Bujumbura. Mbali na mazungumzo ya viongozi hao wakuu, wataalamu kutoka pande zote mbili walifanya vikao maalumu vya kiufundi vinavyolenga kutathmini hatua zilizofikiwa katika utekelezaji wa makubaliano ya ushirikiano wa kijeshi yaliyosainiwa tarehe 6 Machi mwaka 2026 kati ya Kongo na Burundi. Katika mazungumzo hayo, msitizo mkubwa uliwekwa katika kuharakisha utekelezaji wa makubaliano hayo ya ulinzi, hasa wakati ambako mashariki mwa Kongo unaendelea kukabiliwa na mashambulizi ya makundi ya wasi, wakiwemo M23 ADF pamoja na makundi mengine yenye silaha, yanasababisha hali mbaya ya usalama katika mkoa wa Kivu Kusini, Kaskazini na Ituri. Mkutano huo pia umeonekana kuwa sehemu ya juhudi za kuimarisha mahusiano ya kihistoria kimkakati yanayoendekezwa na marais wa nchi hizo mbili, Felix Antoine Tshisekedi na wa Kongo na Evariste Ndayishimiye wa Burundi. Nchi hizo mbili pia zina mipaka nchi kavu pamoja na mipaka ya ziwa, alinofanya kushirikiana kwa karibu katika masuala ya usalama na biashara. Katika hotuba yake, Gikamombo Mwenda Vita alishukuru Burundi kwa kile alichokiita msaada wa kudumu katika juhudi za kurejesha amani mashariki mwa Kongo. Pia alitoa heshima kwa wanajeshi wa Burundi walipoteza maisha yao wakati wa operesheni za kijeshi katika ardhi ya Kongo wakipambana dhidi ya makundi yenye silaha. Kiongozi wa Kongo alisisitiza kwa umuhimu wa kuharakisha utekelezaji wa mikataba ya kijeshi kati ya nchi hizo mbili na ili kuimarisha mapambano dhidi ya makundi ya wasi wanaotishia usalama wa raia katika maeneo ya mipakani. Kwa upande wake, waziri wa ulinzi wa Burundi Marie Chantal Ninjimbere alieleza umuhimu wa kuimarisha zaidi ushirikiano wa pande zote mbili ili kukabiliana na vitisho vya pamoja vya kiusalama vinavyoathiri maeneo ya mipakani. Alisema kuwa Burundi na Kongo zina historia ya ushirikiano wa muda mrefu ambao unapaswa kuendelea kuimarishwa kwa manufaa ya wananchi wa nchi hizo mbili. Na katika ziara yake mjini Bujumbura, Gikamombo Mwenda Vita pia alitembelea wanajeshi wa Kongo walioumia vitani na wanapatiwa matibabu nchini Burundi. Walipokea ujumbe wa rais wa faraja na mshikamano kutoka kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na serikali ya Kongo, akiwapongeza kwa kujitolea kwao katika kulinda taifa. Ziara hiyo ilitimishwa na mkutano kati ya makamu waziri wa Kongo na katibu mtendaji Daktari Mutiba Luabwelwa, ambako walijadili maandalizi ya mikutano ujao wa washirika ulo kufuatia mikutano uliopita uliofanyika mjini Kinshasa. Wachambuzi wa siasa za kikanda wanaamini kuwa kuongezeka kwa ushirikiano kati ya Kongo na Burundi kunaweza kuwa hatua muhimu katika kuimarisha operesheni za pamoja dhidi ya makundi yenye silaha, hasa katika kipindi ambacho mashariki mwa Kongo unaendelea kushuhudia changamoto kubwa za usalama na kibinadamu. Shirika la Afya Duniani limetangaza rasmi kuanza ushirikiano na waasi wa M23 katika juhudi za kupambana na ugonjwa wa Ebola katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tangazo limetolewa siku ya jana tarehe 26 Mei mjini Goma baada ya kufanyika kwa mkutano kati ya kaimu mkuu wa shirika la Afya Duniani pamoja na viongozi wa waasi wa M23 wanaodhibiti baadhi ya maeneo katika mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa baada ya mazungumzo hayo, pande zote mbili zimefika makubaliano kuhusu hatua za kinga na mwitikio dhidi ya Ebola katika maeneo yaliyo chini ya ushawishi wa waasi hao. Makubaliano yanajumuisha pia usafirishaji wa vifaa vya tiba, dawa pamoja na vifaa vya dharura vinavyotumika katika mapambano dhidi ya ugonjwa huo hatari. Taarifa hiyo imekuja katika kipindi ambacho hofu ya kuenea kwa Ebola inaendelea kuongezeka katika baadhi ya maeneo mashariki mwa Kongo, hasa kutokana na changamoto za usalama zinazosababishwa na mapigano mara kwa mara kati ya waasi wa M23 wazalendo vile na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Kwa mujibu wa mashirika ya afya, hali ya vita katika baadhi ya maeneo yamekuwa kikwamisha shughuli za kawaida za afya na kufanya wahudumu wa afya kushindwa kuwafikia wananchi kwa urahisi. Hata hivyo, ushirikiano kati ya shirika hilo la Afya Duniani na mamlaka zinazodhibiti maeneo hayo umeonekana kuwa muhimu ili kuhakikisha huduma za afya zinaendelea kutolewa kwa wananchi walio katika hatari. Katika makubaliano hayo, shirika hilo la Afya Duniani limeahidi kutuma vifaa muhimu vya afya ikiwemo dawa, vifaa vya kujikinga kwa wahudumu wa afya pamoja na vifaa vya uchunguzi na matibabu ya bora katika maeneo yaliyoathiriwa na ugonjwa huo. Hatua za kinga zimekubaliwa ili kusaidia kudhibiti maambukizi, ikiwemo kuimarisha uchunguzi wa wagonjwa, kufuatilia kwa waliokutana na waathirika pamoja na kutoa elimu kwa wananchi kuhusu namna ya kujikinga dhidi ya Ebola. Wachambuzi wa masuala ya kibinadamu wanaeleza kuwa hatua ya shirika hilo la Afya
Afya Duniani kushirikiana na waasi wa M23 inaonyesha ugumu wa mazingira ya mashariki mwa Kongo, ambako mashirika ya kimataifa mara nyingi hulazimika kufanya mazungumzo na makundi yenye silaha ili kuhakikisha misaada ya kibinadamu inawafikia wananchi waliokwama katika maeneo ya mapigano. Hata hivyo, swali linaendelea kuzua mijadala tofauti ndani ya jamii. Baadhi wanaona kuwa ushirikiano huo ni muhimu kwa ajili ya kuokoa maisha ya wananchi wanaoishi katika maeneo yaliyodhibitiwa na waasi, huku wengine wakieleza wasiwasi kuhusu athari za kisiasa zinazoweza kuambatana na mawasiliano ya moja kwa moja kati ya mashirika ya kimataifa na makundi yenye silaha. Katika miezi ya hivi karibuni, majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini yanaendelea kukumbwa na changamoto kubwa za kibinadamu kutokana na mapigano, ukosefu wa huduma za afya pamoja na kuhama kwa maelfu ya wananchi kutoka maeneo yao ya kawaida ya makazi. Kwa sasa shirika la Afya Duniani pamoja na washirika wake wanaendelea kuandaa hatua mbalimbali za haraka katika maeneo yaliyo hatarini, huku wakitoa wito kwa wananchi kushirikiana na wahudumu wa afya kwa kutafuta kanuni za kujikinga na kutoa taarifa mapema kuhusu visa vinavyoshukiwa vya Ebola. Katika upande mwingine, wananchi wa maeneo ya mashariki mwa Kongo wanaendelea kuishi katika hali ya hofu mara mbili, huku hofu ya mapigano ya silaha pamoja na hofu ya mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ambao umewahi kusababisha maelfu ya vifo nchini humo katika miaka iliyopita. Oui, bonjour. Donc, je suis le docteur Anne Ancia et je suis la représentante ad interim de l'Organisation mondiale de la santé pour la République démocratique du Congo. Alors, ma venue aujourd'hui, c'est en tant que représentante, je suis arrivée fin janvier, donc je suis encore très nouvelle en République démocratique du Congo. Donc, c'est bien sûr une réunion pour voir la situation sanitaire de la ville de Goma et de la province du Sud Kivu. Mais c'est aussi, bien sûr, une réunion aussi plus particulière pour discuter des mesures à prendre pour renforcer la préparation de la ville de Goma et de la province du Sud Kivu vis-à-vis de l'épidémie de la maladie Ebola Budibunjo qui sévit pour le moment particulièrement dans la province de l'Ituri et dans la ville de Butembo, avec un cas importé, confirmé dans la ville de Goma. Nous avons discuté des mesures qui ont été prises à l'heure actuelle et nous Mwanasiasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Barnabe Milinganyo amekamatwa baada ya kuhamishwa katika mahakama makuu ya Kinshasa siku ya Jumanne tarehe 26 Mei kufuatia kusambaa kwa video yenye utata ambao amezua mjadala mikubwa ndani ya Kongo na katika mitandao ya kijamii. Kwa mujibu wa taarifa zilizoripotiwa na vyombo mbalimbali vya habari pamoja na watumiaji wa mitandao ya kijamii nchini Kongo, kukamatwa kwa mwanasiasa huyo kumekuja siku chache baada ya kutoa kauli zinazohusiana na rais wa Rwanda Paul Kagame ambazo zimebua hisia kali katika mazingira sasa na mivutano kati ya Kinshasa na Kigali. Katika video hiyo iliyosambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii, Barnabe Milinganyo alidai kuwa Paul Kagame ana asili ya Kongo, akisema kuwa rais wa Rwanda ni ana 50% Mkongo kwa upande wa baba yake na 50% Mnyarwanda kwa upande wa mama yake. Aliongeza kuwa Kagame anadaiwa kuwa na uhusiano wa kifamilia ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kauli hizo zimejua mjadala mpana mikubwa na ndani ya jamii ya Kongo, hasa katika kipindi ambacho uhusiano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda unaendelea kuwa na mvutano mkubwa kutokana na hali ya usalama mashariki mwa nchi. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikishutumu Rwanda kwa kuunga mkono waasi wa M23 waendelesha mashambulizi katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini. Rwanda kwa upande wake imekuwa ikanusha madai hayo, hali ambayo inaendelea kuongeza mvutano wa kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili jirani. Kutokana na mazingira ya kisiasa na kiusalama, matamishi ya Barnabe Milinganyo yanaonekana kuwa na baadhi ya wananchi kama mada nyeti inaweza kuongeza mvutano wa kisiasa ndani pamoja na katika ukanda wa maziwa makuu. Baadhi ya wachambuzi wa siasa nchini Kongo wanaona hatua hiyo limefungua tena mjadala kuhusu mipaka ya uhuru wa kujieleza katika mazingira ya mvutano wa kisiasa na kiusalama. Wapo wanaamini kuwa viongozi wa kisiasa wanapaswa kuwa waangalifu wanapotoa matamishi kuhusu masuala nyeti ya kitaifa na kikanda, hasa yanayohusu ushirikiano katika nchi jirani. Kwa upande mwingine, baadhi ya wanaharakati pamoja na watetezi wa haki za binadamu na kiraia wamekuwa wakifuatilia kwa karibu swala hilo, wakitaka kuheshimiwa kwa taratibu za kisheria pamoja na haki za msingi za mtuhumiwa.
Katika mitandao ya kijamii, swala hilo limeendelea kugawanya maoni ya wananchi. Wengine wanaunga mkono hatua ya mamlaka kumkamata mwanasiasa wao, wakisema kuwa matamshi yake yalikuwa na uchochezi katika kipindi nyeti cha usalama wa taifa. Wengine hata hivyo wanaona kuwa kukamatwa kwake kunaweza kuibua hofu kuhusu uhuru wa maoni na nafasi ya mjadala katika ya kisiasa nchini. Tukio limeendelea kujiri wakati ambako mashariki mwa Kongo bado nakabiliana na mapigano makali kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wazalendo na waasi wa M23, huku mawasiliano kati ya Kinshasa na Kigali yakibaki kuwa katika hali ya tahadhari kubwa ya kidiplomasia na kiusalama. Est-ce que vous savez que Kagame est congolais? Kagame est congolais par filiation. Ah, omoni? Tala mami yo tala. Kagame est congolais par filiation. Son père est Mourega, qui a vécu, né et grandi à Kisangani. Mais il était un commerçant ambulant. Il faisait le business vers la Tanzanie. Il allait au port de Mombasa, Dar es Salaam et rentrait. Mais un bon Mourega, un bon tireur de coups, les Barega ont très peur de dormir seuls parce qu'ils ne veulent pas mourir par hypertension. Et ils prennent beaucoup de l'eau la nuit. Les Barega aiment boire vers 1h, 2h du matin. Et un jour, il a passé nuit, il commençait à passer nuit. Chaque fois qu'il venait, il passait nuit au Rwanda. Et il a pris la fille du roi. Donc, la maman de Kagame est vraiment... Sa maman est princesse. Donc il est rwandais par filiation, par sa maman. Il est congolais par filiation, par son père. C'est juridique. C'est juridique. Et la preuve, quand la guerre a commencé, quand on a commencé à traquer les régimes, donc il fallait mettre fin au royaume, quand ça devrait devenir une république, le roi a recommandé à sa femme et à ses enfants de se réfugier auprès de son cousin en Ouganda. Kagame était encore bébé. Sa maman est partie à la demande du roi, mais le papa a refusé. Il a dit non, non, moi je rentre chez nous. C'est comme ça qu'il quitte Kigali, il fait Boutare, Boutare il fait Kamagnola. Il monte, arrivé au niveau de Kassika, il a perdu des traces. Mais son village d'origine est Kalima. Le papa de Kagame est Mourega de Kalima, mais qui a vécu et grandi à Kisangani. Donc le jour il viendra réclamer sa part, Mokolotokotek à Congo, ne lui privez pas. Il a droit parce que son père est d'origine congolaise. D'accord? Na ni kufikia hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo kupitia Kivu News Info, ikiwa tarehe 27 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Tunashukuru sana kwa muda wenu wote kwa kuendelea kutuamini katika kukuletea taarifa sahihi za haraka na zenye uhakika kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ukanda wa maziwa makuu. Tunawakumbusha kuendelea kuwa makini na kufuatilia taarifa rasmi kuhusu hali ya usalama na matukio mbalimbali yanayoendelea katika maeneo yetu. Tunawasihi pia wananchi kuendelea kushirikiana kwa amani, umoja na mshikamano katika kukabiliana na changamoto zinazotukabili. Basi kwa niaba nzima ya timu ya Kivu News Info nimekuwa nikuletea taarifa hizi za asubuhi. Ningesema asante sana kwa usikilivu wako. Tutarudi tena katika matangazo yetu mengine ya mchana ya habari nyingine mpya na muhimu zaidi. Na vile vile kabla hajatimisha matangazo yetu ya asubuhi, niendelee kukumbusha kwamba wewe ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla ya kuondoka, ningekuomba na kusifu kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare. Na kwa rugano nasema kujabone, kueme vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakomeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Ni yana mazungumzo kila siku shamba kuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Yo basi naendelea kutuandikia na ukatujuza unatusikiliza kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Teloje Longa. Basi nakutakia mchana mwema na asubuhi njema, na asante sana, na Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo.
Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds.